Kwenye ofisi ndogo lakini yenye shughuli nyingi, marafiki wawili wenye ndoto kubwa wanaketi, wakiwa wamezungukwa na skrini na karatasi zenye maandishi mengi sana. Hapo ndipo hadithi ya Metra Digital inaanzia, lakini awali haikujulikana kwa jina hilo. Tulikuwa tuna wazo hili, tulihitaji kampuni yetu iitwe Metra, jina rahisi, simple na safi kama jinsi tulivyo sisi, si ndio? Lakini hii haikuwa mara ya kwanza kwetu kujaribu kujenga kampuni kutoka mwanzo. Miaka michache iliyopita tulizindua kampuni ya kukusanya taka iliyoitwa Mkono Kazi. Kwanza tulikuwa na kampuni nyingine ambayo ilikuwa inajihusisha na ukusanyaji wa taka katika maeneo tofauti ya sehemu ambayo tulikuwa tunakaa. Kutokana na gharama kubwa za uendeshaji, tulishindwa kuendelea na huduma hii kwa sababu ilikuwa inahitaji fedha, lakini wakati mwingine ilikuwa inahitaji connections ambazo tulikuwa mbali nazo. Kwa hiyo haikuwa rahisi kuendeleza hiyo biashara. Tukiwa na mafunzo hayo akilini, tulijitahidi sana kuunda kitu kipya, kampuni ya uzalishaji wa kidigitali tuliyotarajia kuita Metra. Tulifanya kazi usiku na mchana kujenga chapa yetu. Hatukuchoka hata kwa sekunde moja. Tukaja na wazo jingine la kutoa huduma, na huduma hii ilikuwa ya kimaudhui ya mtandao. Lakini kama hadithi yoyote nzuri, hakuna kitu kinachofaa ambacho huja bila changamoto. Tulianza mchakato wa kwanza wa kusajili kampuni yetu kutoka mwanzo kwa jina la Metra. Tulituma maombi, tukalipia. Tukatumia marekebisho zaidi ya mara 10. Tukafanya marekebisho hayo, lakini mara ya mwisho tulipokea taarifa kwamba jina hilo hatutaweza kulitumia tena kwa sababu lilikuwa limesajiliwa na kampuni ya kimataifa. Ilitumiza akili sana kuliko kawaida. Sekunde chache za kutuamini ziligeuka kuwa dakika za kupanga upya, lakini jina lilikuwa tayari akilini. Tulihitaji kubadilika haraka. Baada ya muda mrefu wa kukaa kujenga chapa ya Metra, ilitulazimu kurudi tena kuangalia ni jina gani litafaa, jina ambalo halitakuwa mbali na Metra. Metra ilikuwa tayari imeshasikika kwenye masikio ya watu. Kwa hiyo akilini mwa watu kulikuwa kuna Metra. Sasa tuje na jina gani ambalo itakuwa ni rahisi lakini Metra haitaondoka. Kwa hiyo tulirudi tena kwenye makaratasi, kuanza kuchora, kuanza kutafakari, kuanza kufikiria kwamba ni jina gani litakuwa zuri zaidi au litakuwa mbadala wa Metra. So Josh akasema, kwa nini tusiende na Metra Digital? Then Metra Digital. Na hivi ndivyo ilivyopatikana Metra Digital, kwa kuongeza herufi chache tu na kuboresha logo, na hapo rasmi tulifanikiwa kusajili biashara yetu. Natufanya kuwa imara na msingi zaidi, kwa sababu sasa watu wanatujua sio tu kama Metra, lakini kama kampuni ambayo inashughulika na maudhui ya kidigitali. Metra Digital. Safari ya kujenga kitu kutoka mwanzo sio rahisi kamwe, lakini kwetu changamoto na mafanikio ya kuunda Metra Digital yote ni sehemu ya hadithi.